وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة, kujuzu amali ndogo ndani ya swala, kama Mtume sallam alikusudia mshike akadha mfunge ndio kwa ndani ya swala. Wazi? Aywa. Wa qawluhu faraddahu Allahu khasi'a ay dhalilan saghiran matrudan mub'adan, wale ndio amepata patupu, hajapata kitu. Allah amemrudisha ile jini aliyakuwa ni dhalili, mnyonge kabisa, mwenye kufukuzwa na mwenye kuwekwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hakupata kitu, kupata yale makusudio yake aliyokuwa ameyakusudia. Wazi? والعفريت العاتي المارد من الجن, ifritu alati almaridu min aljinni, yani katika majini makorofi. Sawa, majini ina maana hata katika wale wakorofi kuna watu wengine wakorofi zaidi. Sasa jini ifritu yani lile korofi zaidi, si tufahamiana kwa lugha za kwetu kwamba ni mbabe zaidi. Yule alimwambia Suleimani, ana atika bihi kabla nitakuma min makamika. نعم. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو ابن جعفر قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد, وليس في حديث ابن جعفر قوله فدعته, وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر وقال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة وهو شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري رحمه الله تعالى, كلاهما عن شعبة وشعبة الحجاج في هذا الإسناد, وليس في حديث ابن جعفر. katika hadithi ya Muhammad bin Jafar hakuna qawluhu fada'atuhu. Ama ibn Abi Shayba, ama katika hadithi Abu Bakar ibn Abi Shayba qala fi riwayatihi, amesema katika mapokezi yake fada'atuhu, kamsukuma mdafa'ahu bishidda. Naam. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك, ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا, وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك, ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار يجعله في وجهي, فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات, ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة, فلم يستأخر 3 مرات, ثم أردت أخذه, والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى. أبو إدريس الخولاني هو عائذ الله بن عبد الله. أبو إدريس الخولاني اسمه jina lake ni Aidhullah ibn Abdillah. An Abi Darda
radhiyallahu anhu. Wa Abu Darda hadha ismuhu Uwaymir bin Zaid bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Uwaymir ibn Zaid ibn Qais al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, yake amesema qama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fasami'nahu yaqul, Mtume alisimama akiswali tukamsikia anasema a'udhu billahi minka, najilinda kwa Allah dhidi yako wewe. Thumma qala, tukamsikia anasema al'anuka bil'anati llahi, na kulani wewe kwa laana ya Allah. Thalatha, sema hivyo mara 3. Wa basata yadahu kaannahu yatanawalu shay'a, Mtume sallama akanyosha mkono wake kama vile anashika kitu. Falamma faragha min as-salati qulna, sasa alipomaliza kuswali tulisema kumuuliza, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kad sami'naka taqulu fi salati shay'an, hakika tumekusikia katika swala unasema maneno lam nasma'uka taquluhu qabla dhalika, hatujawahi kukusikia ukiyasema kabla ya leo. Wa ra'ainaka basata yadaka, na tulikuona umenyosha mkono wako. Nini ulikuwa unafanya? Qal, Mtume sallama akasema kuwajibu, inna aduwallahi iblisu jaa bishihabi min narin, hakika adui ya Allah Iblisi alikuja na kijinga cha moto, kaa la moto, yani mshika jiti na moto kuja nalo. Lengo lake ni nini? Liyaj'alahu fi wajhi, ule moto anataka kuniunguza katika uso wangu. Fakultu, nikasema a'udhu billahi minka, najilinda kwa Allah dhidi yako wewe Iblisi. 3 mara, nisema hivi mara 3. Thumma qultu, kisha nikasema al'anuka bil'anati llahi tamma, na kulani wewe kwa laana ya Allah iliyotimia. Falam yastakhir, hakuweza kurudi nyuma. 3 mara 3. Thumma aradtu akhudha, kisha nikakusudia sasa kumkamata. Ngani mkamate sasa? Wallahi laula da'watu akhina Sulaimana la asbaha muthaqan yal'abu bihi wildanu ahli al-Madina. Anasema na hapa kwa Allah, lau kama si ile dua ya ndugu yangu, ya ndugu yetu Suleimani, wa Suleiman ibn Daudi alayhi assalam, yeye na baba yake, basi la asbaha muthaqan, ingekuwa ni mwenye kufungwa. Yalabu bihi wildanu ahli al-Madina, akawa watoto wa Madina wanamchezea chezea yule Ibilisi. Lakini sasa ndugu yetu Suleiman ibn Daudi alayhi assalam kashaomba dua. Sasa kwa ile dua ile ya Suleiman, rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, basi nikaona ili jambo la kukamata hawa maifriti ya maibilisi na kuwadhalilisha lilikuwa ni jambo la Suleiman ambalo ameliomba ni haswa kwake, ndio maana nikamwacha hivyo. Kwa katika hadithi hii tunaona bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kelani sheitani, na vile vile tunaona Mtume sallama yuko ndani ya swala, lakini kuna matendo ambayo ni nje ya swala anayafanya, kama hivyo amenyosha mkono wake, kama alikuwa ananyosha mkono kama anataka kumkamata wewe, ambapo kitendo hiki sawa hakina mafungamano na swala, lakini kitendo hiki anakifanya kwa maslahi ya swala, kwa sababu yule Iblisi anamshawishi Mtume sallam ili avuruge ile ibada ya Mtume sallam. Kwa hiyo hili kumkamata yule na kumdhibiti Mtume aweze kumaliza swala yake. Kwa hiyo inafaa katika swala kufanya amalu yasir. Naam. Naam. Inta hazishi hizi ya Allah. Kwanza mlango mwingine, mlango unaofuata jawazi hamli sibyan fi salat, kujuzu kuwabeba watoto waliokuwa na swali. Inshallah tutakuendelea wiki ijayo inshallah taala.